Natumaini siku yako imekuwa njema sana na umeamka vyema. Karibu sana katika Viwanjani, siku ambayo tuna mambo mengi sana kuweza kujadili hapa na pale. Mimi nayokaribisha naitwa Saidi Saleh Msumi. Nukta yetu ni majira ya saa 6 kamili za mchana. Machache kati ya mengi ambayo tutaweza kuyaangazia ni kuhusiana na mchezo wa kirafiki kati ya Taifa Stars dhidi ya Bafana aka Wavulana, timu ya Afrika Kusini chini ya kocha Hugo Broos. Ni mechi kati ya makocha wawili, Hugo Broos dhidi ya Hemed Suleiman Morocco. Ukiachana na hayo, tutakwenda kuangazia pia matayarisho kuelekea katika urejeo wa ligi kuu ya NBC, kikosi cha Young Africans kikiendelea kujiwinda na michezo mitatu ambayo wamesalia nayo ndani ya ligi kuu ya NBC. Sambamba na hayo pia tutaweza kuangazia kuhusiana na kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba, matayarisho yao, nini ambacho wanakiona kuelekea mechi ya Kariakoo Derby ya June 15 mwaka 2025. Ukiachana na hayo, kikosi cha Pamba Jiji Football Club, wana Kawekamo, wana TP Lindanda, na wenyewe pia wakiingia kambini kwa ajili ya kujiandaa na michezo miwili iliyosalia. Ni vita ya kutotaka kucheza playoff msimu 2024-25. Tutaangazia pia mbio za nyika ambazo zimefanyika kwa kufana Babati. Lakini ukiachana na hayo, tutakwenda kuangazia taarifa nyingi sana. Kikosi cha Twiga Stars kikiibuka na ushindi wa bao 3-1 dhidi ya DRC katika mchezo wa kirafiki kujiandaa na michuano ya AFCON 2025. Barani Afrika ni kuhusiana na nyota Mtanzania Enekia Kasonga akielekea nchini Mexico. Tutakwenda kuangazia taarifa zake hizo na dili jipya ambalo anakwenda kuungana na wachezaji wengine wawili wa Kitanzania. Klabu ya soka ya Al Duhail ya nchini Qatar ikithibitisha kumalizana na nyota kutokea nchini Kenya Michael Olunga. Tutakwenda kuangazia pia takwimu zake tam zaidi katika kikosi cha Al Duhail cha pale nchini Qatar. Lakini bila kusahau, baada ya kutambulishwa kama kocha mkuu wa kikosi cha Brazil Seleção, Carlo Ancelotti mwite Don Carlo ana changamoto 5 ambazo zinakwenda kumkabili kuhusiana na kikosi cha Brazil Seleção. Ni changamoto gani hizo? Tutakwenda kuangazia hapo baadaye. Lakini pound milioni 100 zikikataliwa kwa Bruno Fernandes kwenda kujiunga kuelekea nchini Saudi Arabia, akisema kwamba atasalia katika viunga vya Old Trafford wakati ndoa ya Simone Inzaghi na Inter Milan Nerazzurri ya miaka 4 na kuwapatia mataji 5, taji moja la Serie A Scudetto, mataji 2 ya Coppa Italia na mataji 3 ya Super Coppa Italia, ikiweza kumalizika katika uwanja wa Giuseppe Di Meazza. Na sasa Simone Inzaghi akitajwa kutaka kujiunga na Al Hilal ya Saudi Arabia. Tutakwenda kuangazia mengi zaidi mpaka saa 6 kamili za mchana, lakini bila kusahau zilizobamba na nyewe pia tutaweza kuziangazia hapa. Kama nilivyokuambia hapo awali, mimi ninayokaribisha naitwa Saidi Saleh Msumi. Unaweza kuniita kaka Saidi, lakini nipo na wachambuzi wangu hapa, Michael Johnson Nguli, mwamba kabisa, mwenyewe unaweza kumuita mzee wa mwezini. Lakini uweze kuacha kuzungumzia kuhusiana na uchambuzi bila kumtaja Rashid Don Hamis, the heavyweight pandit, the only one in Africa. Yupo hapa kwa ajili ya kupatia uchambuzi ya did kweli kweli. Ndugu zangu, tuko vyema? Basi tuko vyema. Alhamdulillah. Ndio. Siku iko sawa sawa. Munawwar kabisa. Munawwar. Vitu viko munawwar. Sema kama mwezi Juni unakimbia hivi. Tunakimbia au Nguli ukiuangalia wewe unauonaje? Mimi naona ndio mwezi mgumu pengine kuliko miezi yote. Au endi kabisa. Au tumuulize Dodi. Huyu anakuwa sio raia. Huyu anakuwa ya kigeni. Niulize lakini. Ndio. Sasa si kwa mujibu wa Nguli. Kwa mujibu wa Nguli. Mwezi mgumu kuliko? Anasema mwezi mgumu yote. Au watoto wanarudi kwa wakati wa likizo. Tu ni wani unajua. Siku moja kama baada ya siku 2. Kwa sababu nikiangalia leo tarehe 4, yani naona kama mwezi unakimbia sana. Jambo aliendi babu. Jambo aliendi kabisa. Tarehe leo. Tarehe 4. Bado sana. Kwa sababu tarehe 1 itakiwa tarehe ngapi leo? Itakiwa tarehe 16. Naomba mkono kwa niaba yangu. Asalamu alaykum. Wala Nguli mwamba kabisa. Tarehe 16 Nguli. 16. Karibia kufa nini? Kwa sababu 4 mara 4. Si siku 2. Nakwambia siku moja hiyo mwezi wa 6 siku moja. Tarehe 1 inakuwa kama ina siku 2 tofauti. Kwa nini bila ukimbiza haraka lakini Nguli kazidi? Tarehe 4 kwa 16. 4 mara 4 hiyo. Kiboko kabisa na. Lakini kasema ukweli. Kasema ukweli. Mwanangu bwana baya basi. Mtazamo sio mtazamo wake.
maono. Ndio namna ambavyo yeye anauona. Ni kweli mwanangu, naungana na wewe. Siku zinachelewa sana. Takiwa tarehe 16 sasa hii mzazi. Au kuna ile miezi wanasema kalenda ya Ethiopia sijui wako nyuma, yaani kuna zile kalenda ambazo unashangaa watu wako 2017. Ni vipi? Kweli mwanangu, na mambo mengine. Sawa bwana, kumbuka kuna michezo ya kufuzu ile ya Asian Kombe la Dunia. Kuna michezo kesho Juni 5, Australia dhidi ya Japan. Unajua ni Australia. Ile Austria ipo Ulaya. Australia kina nani ile kina Mark Viduka, Tim Cahill, yes. Hal Kewell, nikamzungumza Mark Schwarzer, Howard Kewell. Kumbuka kabisa mtu bingwa kabisa na Liverpool. Mtu anajua yule jamani. Mtu anajua sana yule. Tim Cahill. Wale wamesumbua kwa ile kwa Leeds United ile kina Harry Kewell, wakina Lucas Ladebe, wakina Lee Boya, Mark Viduka, Alan Smith. Striker alipendeza kile nafunga kuliko kula. Jason Makatia. Sasa wao watapambana na Japan, lakini Indonesia dhidi ya China. Kina Endo. Kina Endo Wataru. Endo Wataru. Ndo kapteni pale Endo Wataru. Japan pia walikuwa na mtu Hidoshi Nakata. Walikuwa na yule Suzuki icon yule. Nakamura alikuwa mtu mbaya kabisa. Celtic yule kwa kiweka free kitu pale unaokota. Celtics mbele alikuwa anacheza Gigio Samaras. Mimi katika duniani wapiga free kick ambao nimewashuhudia ni hatari. Hatari zaidi kuliko kiumbe yoyote. Wa kwanza Juninho Pernambucano. Sasa yule wa pili yule anapiga David Beckham au anapiga mashuti. Watatu yule anapiga mashuti. Watatu mwanamume Nakamura. Yule anapiga mashuti. Juninho Pernambucano alikuwa anapiga mashuti. Yaani follow zake ni za mashuti. Kaka yule alikuwa anaweka. Yaani follow zake kama za Alex. Yes, lakini ile sanaa ya kupiga. Mbona alikuwa anapiga yule? Naamini Beckham namba 1 kwangu. Sanaa ya upigaji foul wa Nakamura. Beckham. Nakamura mimi namba, lakini Juninho Pernambucano Nakamura. Yani yeye kopo ni mashuti tu. Yani ile sanaa kwamba ukizungumzia mashuti. Sawa. Ukizungumzia mashuti. Makipa unataka kuniambia makipa wote walikuwa hawana uwezo wa kuzuia mashuti? Uliona World Cup ya mwaka 2000 China na Brazil. Brazil alishinda 4-0 kama sosei. Moja alipiga Roberto Carlos. Yaani Carlos anakulenga pale pale mshuti. Lakini Juninho sasa Juninho kuna namna alikuwa anaupiga ule mpira. Yaani hapa naelewa kitu unachozungumza. Yaani kuna ile sanaa ya upigaji. Upigaji. Beckham alikuwa ana bend kama Diego Forlani 2010 Jabulani. Yaani ule mpira kama alikopo anaupiga Jabulani. Sasa uliongezewa speed. Kwa hiyo unawaka mwita master of Jabulani. Sababu alikuwa anaupatia kana sababu Jabulani uko ukiongeza nguvu wenyewe unajiongeza mara mbili. Kwa hiyo Diego Forlani katika timu zote zile 2010 yeye ndo akawa anaupatia akawa sasa bingwa ni wanyoshe. Lakini Pernambucano, Juninho, David Beckham, Nakamura, yule Japani kwa kiboko kaka. Hivi Shunshaki aliwatesa Barcelona au Arsenal? Nani? Ilikuwa Barcelona. Nani? Kwa Barcelona. Nakamura na Manchester United pia OT. Sawa, OT lakini pia aliwasumbua Barcelona kama Sosei. Aliweka pale. Aliweka mechi 2 zote alipiga. Yule Mjapani ana balaa kaka. Bwana, Oman atapambana na Jordan, Bahrain atapambana na Saudi Arabia. Saudi Arabia wenyewe, where is Messi? Walishinda mabao 2-1 wale Saudia World Cup wana beki wa umoja hivi. Anaitwa anacheza Al Hilal yule. Yule beki wa ovyo kabisa yule. Beki anapenda shali yule. Yaani wewe uko unasumbua. Kwanza yeye anapenda big name. Alafu yeye anakuharas. Ila alikutana na mwamba. Kuna siku Cristiano Ronaldo alimtolea uvivu yule. Alimtolea uvivu, alikuja kwanza alimkanyaga chini kule. Cristiano Ronaldo akamwangalia. Akamwambia ina shida kaka, tuendelee kucheza. Wakaenda mara pili akaja akamkita eneo hili. Akumvumilia. Alirudi na mzima. Refari naye mwandamizi.
Alipoa vile akamtia tu kadi ya njano mwamba, akamwita Ronaldo akamwonya akawa hajakubali. Na yeye kadi ya njano akamwambia nitakuweka kule. Sawa. Mechi nyingine ni Qatar dhidi ya Iran, wakati Kuwait watakuwa wanapambana na Palestina. Utaweza kushuhudia michezo hii kupitia kisimbuzi chako cha Azam TV. Lakini kwa sasa tuelekee katika soka letu. Soka letu tuanzie nchini Afrika Kusini, ambapo kikosi cha timu ya Taifa Stars imewasili hapo jana nchini Afrika Kusini kwa ajili ya kujiandaa na mchezo wa kirafiki dhidi ya Afrika Kusini utakaochezwa siku ya Juni 6 Ijumaa mwaka 2025. Mchezo huo wa kirafiki utachezwa majira ya saa 2:30 usiku. Kikosi cha Taifa Stars katika msafara huo, wenzetu Mahmoud bin Zubair pamoja na Emmanuel Zinga wamemetana na kikosi hicho, na hii ni taarifa wametuandalia kuhusiana na kuwasili kwao na matayarisho kwa ujumla ya Taifa Stars. Ni mazoezi ya kwanza kikosi cha timu ya taifa Tanzania Taifa Stars kinafanya hapa kwenye uwanja wa Peter Mokaba jijini Polokwane Petersburg, baada ya kuwasili jioni kikitokea Dar es Salaam kwa kupitia Johannesburg. Ilikuwa safari ndefu, ilianza saa 11 alfajiri hadi majira ya saa 2 kilipotua uwanja wa ndege wa kimataifa wa O Tambo Johannesburg, na kuanza safari ya takriban masaa 4 au 5 kasoro kutoka Johannesburg kuja hapa Polokwane Petersburg. Mazoezi haya ni maalum kuelekea kwenye mchezo wa kirafiki kimataifa dhidi ya wenyeji Bafana ambao utafanyika siku ya Ijumaa uwanja wa Peter Mokaba, uwanja mpya nyuma hapo ambao unaonekana kwenye background. Huu ni uwanja wa zamani wa Peter Mokaba kabla ya kujengwa kwa uwanja ule mpya ambapo Taifa Stars ndio inaendelea na mazoezi hapa. Baada ya mchezo huo wa Ijumaa mapema Jumamosi, Taifa Stars inasafiri kutokea hapa kwenda katika mji wa Bloemfontein kushiriki michuano ya Kosafa ambayo inaanza kesho, na Taifa Stars watacheza mechi yao ya kwanza siku ya Jumamosi dhidi ya Madagascar. Itakuwa ni mechi ya kundi C ambalo pamoja nao wako pia na timu ya Eswatini watakaocheza nao siku ya tarehe 11. Na baada ya mechi hizo mbili, Stars itaangalia mustakabali wake wa kwenda katika hatua ya nusu finali ambazo zitafuatia tarehe 13 Juni, na finali pamoja na mechi ya kusaka mshindi 3 itafuatia tarehe 15 Juni. Katika kikosi hichi ambacho kinaendelea mazoezi hapa wanakosekana wachezaji wawili tu kati ya wale wote 68 walioitwa na kocha mkuu wa timu hii Hemed Suleiman Morocco, ambao ni beki Shomari Kapombe, yeye ni mgonjwa amebaki Dar es Salaam, na kiungo mshambuliaji kiungo Suleiman Mwalimu Gomez anayekezea Wydad Athletic ya Morocco, yeye anatarajiwa kuwasili hapa kesho. Nikiripoti kutoka uwanja wa Peter Mokaba jijini Polokwane Petersburg, ni Mahmoud bin Zuberi wa Azam Sports. Mahmoud bin Zuberi akiwepo nchini Afrika Kusini akitupatia taarifa hiyo hapa. Ameuzungumzia uwanja wa Peter Mokaba, ni miongoni mwa viwanja vya muda mrefu katika nchini Afrika ya Kusini, na mwisho siku Stars itacheza katika mechi dhidi ya Afrika ya Kusini. Shukrani sana bin Zuberi, tutakuwa tunaungana naye pia kwenye matukio mbalimbali kwa sababu bado kuna michezo ya Kosafa inaendelea. Miongoni mwa kitu ambacho nimekipenda pale, nimemwona kocha Mohamed Mrishona maarufu kama kocha Xavi alikuwa katika bench la timu ya vijana Simba ya Ngorongoro. Of course ni kocha mkuu wa under 20 ya Simba, lakini alikuwa katika timu ya vijana Ngorongoro Heroes, naye alikuwepo. Kujumuishwa kwake naye pia katika kikosi nimependa kwa sababu ya vitu viwili. Cha kwanza ni yeye ku upgrade zaidi, lakini cha pili kuna wachezaji ambao walikuwepo under 20 ambao yeye pia naye ni miongoni mwa sehemu ya bench la ufundi, kwamba akienda kwa Hemed Suleiman Morocco kuna zile details anakuwa anamuongezea katika bench la ufundi. Of course kwenye under 20 Hemed Suleiman Morocco naye alikuwepo tulivyoenda kushiriki ya AFCON, lakini uwepo wa kocha msaidizi ambaye alikuwepo na hawa vijana kunaongeza maradufu zaidi katika benchi la ufundi. Ni kweli kwa sababu ya kama ulivyosema kwamba yeye anafahamu na yuko nao muda mrefu,
lakini pia licha ya kuwa nao muda mrefu current yuko nao, yani anawafahamu vizuri kwamba huyu sasa hivi amefikia hatua hii, huyu sasa hivi anafikia hatua hii. Kwa hiyo hata namna ya matumizi ya mchezaji yeye anaweza akawa anafahamu zaidi kuliko pengine kocha mkuu, kwa sababu yeye ndo anakaa nao muda mrefu. Lakini kingine ni kujaribu kumpa uzoefu, yani namna gani tunaweza kwenda kwenye mashindano, namna gani timu inatakiwa kuwa hivyo, hizi session za mazoezi inawezekana kule under 20 na huku kuna vitu kidogo vinatofautiana. Kwa hiyo kuna vitu ana gain kujua kabisa kwamba utaratibu wa mashindano kama haya inawezekana pia ukamuongezea ujuzi. Lakini pia kitu kingine ni kujaribu kumsaidia mwalimu. Mwalimu anapoenda kwenye kikosi kwenye mechi kama hizi, anapofika maeneo kama haya, hawa wachezaji wa under 20, yeye anafika mahali anaweza kawa anajua kabisa kwamba bana, sikiliza, kwa mchezo huu huyu anaweza akawa bado hafiti kwa namna ambavyo ninaona uwezo wake, kwa namna ambavyo naona kiwango chake, anaweza akawa hafiti kwa kiwango hicho. So unaweza ukampatia hata dakika 5 tumuone anaweza kahimili hiyo mikiki, kwa sababu kuna mechi zinahitaji mtu mwenye uzoefu kwa maana ya ukubwa wa mechi, pressure ya mechi. Ingawa kwenye mechi hizi hakuna pressure kubwa sana, kwa sababu ni mechi ambazo walimu hawaangalii zaidi matokeo. Yani mwalimu haji hapa ili ashinde, anakuja hapa ili aangalie na nini kile ambacho amekielekeza kwenye timu na kinafanywa kazi kwa kiasi gani. Kwa hiyo ni mechi ambazo ziko kimbinu zaidi na sio kushinda. Baki unaweza ukashinda alafu kama umecheza vibaya, au unaweza umeshinda lakini kile ambacho ulikuwa unaelekeza mazoezini kifanyike kikao hakijafanyika kwa 100%. Kwa hiyo hizi ni mechi ambazo pamoja na kwamba unatakiwa ushinde kwa maana ya kutengeneza mazingira mazuri ya timu kukaa kwenye renki nzuri, kwenye namba nzuri ya renki, lakini bado mwalimu anatakiwa kuangalia zaidi timu inachezaje, nani na nani wakicheza timu inakuwa bora, nani na nani anatakiwa wacheze vipi. Labda Faisal anaweza kaanza kwenye safu ya kiungo mfano, lakini Faisal kama hayupo Faisal, nani anaweza akachukua nafasi ya Faisal? Hapa ndio sehemu ambayo unaweza ukaenda kujaribu, kwa sababu huwezi kwenda kujaribu wakati uko kwenye mashindano rasmi. Huwezi kwenda AFCON pale nchini Morocco, ukifika pale ndio useme ngoja tumweke Msumi kama anaweza akatusaidia tuone hapa atacheza vipi. Hapana, pale unaenda na watu ambao unajua kabisa Msumi atacheza beki namba 2, Rashid Hamisi atacheza upande wa kushoto, labda Rashid Hamisi atacheza kiungo mkabaji. Yani unaenda na watu ambao unaenda kutafuta matokeo. Yani pale sasa unakwenda kutafuta matokeo, hauendi tena kujaribu timu, unakwenda kutafuta matokeo. Kwa hiyo mechi kama hizi wakati mwingine ndio ambazo zinaenda kumfanya mwalimu anaenda kuangalia mbinu iliyoweka, aina ya wachezaji waliowachagua wameweza kufanya kile ambacho mimi nilikuwa nafikiria wanaweza kufanya au la, au nini cha kuongeza. Kwa hiyo kwenye hizi mechi matokeo kwa maana ya kushinda mara nyingi sana kwa walimu wengi sio muhimu sana. Muhimu ni kuona nini ambacho kinaweza kutusaidia kwenye mashindano rasmi yajayo. Rashid, ukitazama kikosi hichi na tunajua kwamba tuna bado kwa asilimia kubwa michezo ya ligi imebakia 2, kwa wengine ni michezo 3 kwa Simba pamoja na Yanga. Lakini tunajua tuna finali ya FA ya CRDB Bank Federation Cup, tuna michezo pia ya playoff. Kikosi hichi ndio kinakwenda kutupa matumaini ya michuano ya CHAN au tusubiri kwamba kitakuwa na maboresho mengine makubwa? Kwa matamanio ya kocha hakuwezi kuwa na mabadiliko makubwa sana, kwa sababu hata wachezaji ambao tunawategemea kwa asilimia kubwa ni hawa ambao wanacheza kwenye hivi vilabu vikubwa, na ndio hao pia ndio uti wa mgongo wa timu ya taifa ya Tanzania. Kwa hiyo sitarajii kuona kama kutakuwa na mabadiliko makubwa sana kutoka kwenye hii squad ambayo yeye ameita. Mabadiliko ambayo pengine yanaweza kunifikirisha ni wachezaji ambao wanacheza abroad, kwa maana ya nje ya Tanzania. Lakini ukirejea kwenye umuhimu wao kwenye timu yetu ya taifa, ni asilimia chache, kwa maana ya ule ukomavu waliokuwa nao. Ukimuondoa Mbwana Samata, ukimuondoa Mirosh, ukimuondoa na Simon Msuva, the rest walobakia ni bado wanatafuta alama ya kuweka kwenye timu ya taifa. Kwa hiyo bado hatujawaona kama ni wachezaji tegemezi wa kuona kwamba lazima wawepo, kama namna ambavyo tunamuona Msuva, Samata na Miroshi.
lakini wana nafasi kubwa ya kujifunza, wana nafasi kubwa kuipambania. So desire ya mwalimu Hemedi Morocco kwanza ni kufanya vizuri kwenye mashindano ya CHAN, kwa maana ya kufika at least semi final. Ni kwa sababu mashindano tuna host. Ninaamini tumekuwa na maandalizi ambayo sio mazuri sana, lakini sio mabaya sana. Yanaweza kutupa mwangaza. Kitu pekee ambacho kinanipa matumaini kwenye CHAN, tunaweza tukafanya vizuri na baadhi ya wachezaji ambao watakuja, wataongezwa, ambao kwenye hii awamu ya kwanza mwalimu Morocco hajawaita, ni wale ambao wameonekana wanafanya vizuri kwenye Champions League pamoja na Confederation, ambao wanacheza Simba na Yanga. Ukiongeza na wachezaji wa Azam ambao pia yupo kwenye hiyo squad, maana yake ile quality ya ligi ambayo tunaizungumza kwamba ligi yetu ni bora katika miongoni mwa ligi 5 bora barani Afrika, maana yake utajumuisha miongoni mwa wachezaji 70% ya hao wachezaji wanacheza Simba, Yanga, Azam, sio? So kwenye hii squad natarajia kuona mabadiliko kiasi, lakini kwa 100% kubwa huwezi kuona mabadiliko kiwango hicho. Rashid Hamisi akiweza kuangazia kuhusiana na kikosi cha Taifa Stars, na iwapo kama kutokana na mabadiliko makubwa sana kutokana na miezi yenyewe, kwa sababu mwezi wa 6 hapa, mwezi wa 7 unafuata. Baada ya hapo tarehe 2 Agosti michuano inaanza rasmi mpaka tarehe 25. Kwa hiyo unaweza kuona ukitazama tubakia hatuna muda kabisa. Yani kwa sababu ukirudi huku kwenye ligi unakuja kumaliza ligi. Maana kuna maandalizi ya kumaliza ligi. Yes. Alafu Yanga anacheza finali. Alafu Singida anacheza finali. Si ndio? Simba anamaliza michezo yake miwili. Azam anaenda kumaliza michezo yake miwili iliyobakia. Maana wakati unarudi, maana ule muda wa kuandaa national team ya kwenda kucheza CHAN, kwa sababu mechi ya finali ya CRDB imewekwa pale kati ya tarehe 26 mpaka tarehe 28 mwezi Juni. Kwa hiyo ukiona ligi inamalizika tarehe 22 mechi ya mwisho, tarehe 26 mpaka tarehe 28 inachezwa mechi ya finali ya CRDB. Alafu ile mtondogoo sasa kinachofuata ni playoff ya timu ya ligi kuu mbili zenyewe, nani anabaki, alafu yule mmoja anamsubiri sasa ni stand ambaye tayari anajulikana. Kwa hiyo pale mechi yao ya mwisho wa kucheza inakuwa ni tarehe 7 mwezi Juni, ambao kimsingi kwenye finali ya CRDB Singida Black Stars mara nyingi kikosi cha kwanza kinaundwa na wachezaji wengi wa kigeni kwa 95%. Kinaundwa na wachezaji wa kigeni ambao dola inaanza kaka. Shilingi inatulia. Dola inaanza, shilingi inatulia. Watu waelewe. Dola ikianza mchezaji wa kigeni. Mbona bana? Ambao tunawategemea kuanza kwenye kikosi cha kwanza cha Singida Black Stars, nina matumaini mwalimu anaweza kawaongeza kwa maana ya Kevin Nation. Yes, Nation. Fullback anaweza kaingia Kennedy captain. Captain. Sana anzaga mechi juzi kaanza. Mechi juzi kaanza. Kwenye timu yetu ya taifa sio kweli. Kennedy hapa. Tunazungumza yani kwenye ndio yani kwenye ile timu. Kuzungumza kwenye Singida. Kwenye kuanza hawezi kuanza. Kwa sababu pale kwenye kuanza. Subiri sasa tuwe taratibu. Tukubaliane kwa subiri sasa. Naijua mimi. Tupo Singida. Mechi ya Singida na Simba hapa KMC. Kennedy ya kwanza. Aliingia kipindi cha pili. Ndio. Sawa. Mechi ya Manyara Kennedy kaanza. Ni kweli kapteni, lakini kapteni sasa hivi amepoteza mvuto, amepoteza ushawishi, amepoteza nafasi. Sasa hayo wewe. Sasa hayo ni maoni yako. Tunazungumzia kwamba ni miongoni ambao wachezaji walipata nafasi ndani ya Singida. Mimi ninachosema ni kwamba Singida humuoni kwenye Taifa Stars. Huyo simuoni. Na ndio maana nakwambia tuheshimu mawazo ya Rashid. Endelea. Simuoni. Umeona bana? Gego anafikirisha. Gego anafikirisha anaweza kuwa sehemu ya kujumuishwa kwenye timu yetu ya taifa ambayo itaenda CHAN. Lianga
Lianga as long as Nado yupo, na Lianga naye sasa hivi kama nafasi amepoteza pale Singida, anaweza kuwa option, lakini Edmund hapana, kwa sababu muda wake naye. Hussein Masalanga ndio Metacha hapana, uwezo wake umepungua. Edo hapana, kwa sababu na Edo mwanangu, lakini Edo hapana sababu hajapata muda mwingi wa kucheza. Kwa Singida manake kama kutakuwa kuna ongezeko la wachezaji wa CHAN, hawatapungua wachezaji wanne. Yaani kwa maana ya Nation, kwa maana ya Gego, Masalanga, na Kennedy hapana. Mbona analazimisha kaka? Mbona? Kwenye pointi ya kutocheza, kuna wachezaji wameitwa hawana nafasi sana kwenye timu zao, ikiwemo Masalanga hachezi pale, kuna Abasogi Amasi, si ndio? Kaitwa Katoro. Ali Salim hiyo ndio kutoa, si ndio? Ali Salim hachezi, kacheza juzi lakini muda mwingi hana nafasi kwenye kucheza, lakini ameitwa. Kwa hiyo usishangae kuona kuna watu wataitwa japo hawapati nafasi kwenye timu zao. Itategemea na mwalimu ameamua kwenda na hii timu ina wachezaji 28 Michael. Ina wachezaji 28, si ndio? Katika wachezaji 28 maana yake unategemea kukosa wachezaji 8. Wachezaji 8 ambao watapungua, ambao hawa wachezaji wanacheza kimataifa. Kwa hiyo maana yake timu inabaki na wachezaji sio kimataifa. Kuna wachezaji wa Simba na Yanga wakimaliza mechi wale CHAN sio watakuwepo. Yani CHAN wale watakuwepo. Yani wale 8 wale watatoka, watabaki 20, ndio? Kama mwalimu Ahmed Morocco na benchi la ufundi watahitaji timu yao ina wachezaji 28, maana yake katika 28 ndio tunakisia wachezaji 4, sio 4 sasa. Maana yake tayari wapo national team wako wawili. Kuna national na nani? Wengine hawajajumuishwa hapo wakina Mudathir. Si ndio? Maana yake kuna ile ongezeko ambao nakwambia watu wachache ambao wataingia kwenye hiyo idadi ya watu 8, si ndio? Sasa yani concept yangu ilikuwa ni nini unajua? Yani kwa maana ya kuangalia mzunguko mzima wa ratiba unaweza kuathiri maandalizi ya timu ya taifa kuelekea CHAN. Sio unaelewa? Ndio concept yangu ya kuiangalia Singida Black Stars, kwa sababu Yanga najua wapo wachezaji, idadi kubwa wachezaji watatoka kule watakuja CHAN. Na hao ambao wanaenda kucheza playoff ambao kwangu mimi ni either Fountain Gate au Tanzania Prisons, ambao mmoja wao kati hawa ataenda kucheza na Stand. Sasa hao ukiangalia Tanzania Prisons na Fountain Gate, wachezaji ambao wanaweza kuitwa national team na kwenye hizi timu hawawezi kuzidi 3, si ndio? Ambao wameshawishi kwa uwezo wao. Kama unanielewa? Maana yake hawawezi kuzidi 3. Kwa hiyo maana yake kama watakuwa wanaweza usizidi 3 au hakuna kabisa miongoni mwa hizo timu mbili, si ndio? Sasa preparation maana yake filimbi ya mwisho ya ligi kuu, maana yake Ahmed Morocco na benchi la ufundi ndo maandalizi pia yatakuwa hapo sasa CHAN. Maana yake hapo tunategemea sasa kuona squad mpya ikiitwa ya kwenda CHAN kwa maandalizi. Maana yake hapo kutakuwa kuna wiki moja ya maandalizi, alafu na siku kadhaa ambazo zitakuwa zimesalia kwenda kwenye hayo mashindano. Sawa. Kuhusiana na masuala mazima ya kikosi Taifa Stars, lakini pia na kikosi kitakapokuja kutangazwa. Tutoke hapo tuangazie ligi kuu ya NBC, ambapo mabingwa watetezi wa ligi kuu ya NBC klabu ya Young Africans wameendelea kujiweka sawa kwa ajili ya kurejea katika ligi kuu. Meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Yanga ni Ali Shabani Kamwe amezungumza nasi. Kikosi chetu cha Young Africans Sports Club baada ya kuripoti kambini siku ya Juni mosi, tumekuwa tukiendelea na program za mazoezi, na leo tuko hapa uwanja wa KMC Complex kwa ajili ya maandalizi ya kuelekea mechi za mwisho wa msimu. Kwa hiyo maandalizi yanakwenda vizuri na tunaamini kwa maandalizi haya chini ya kocha wetu Milud Hamdi na support kubwa ambayo tunaipata kwa wanachama na mashabiki wetu, kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu tutamaliza msimu vizuri na tutaweza kutetea makombe yote mawili ambayo yamebakia kwenye ushindani msimu huu. Katika hatua nyingine, Kamwe amezungumzia kuhusiana na matayarisho yao kuelekea mchezo wa fainali dhidi ya kikosi cha Singida Black Stars. Yes, tunafahamu utakuwa ni mchezo mzuri, mchezo mgumu, kwa sababu mara zote mbili msimu ambazo tumecheza na Singida Black Stars
mechi zimekuwa ngumu, na bahati nzuri ambayo Yanga tunaipata sisi, huwa tunawafunga Singida Black Stars kihalali kabisa. Huwa wanaondoka uwanjani wakiwa wameridhishwa na matokeo, wameridhishwa na performance. Hatujawahi kumdhulumu sisi Singida Black Stars kwa namna yoyote ile. Kwa hiyo tunaamini kwa ubora huu wa mechi mbili zilizopita, ya kwanza ikiisha 1-0, ya pili ikiisha 2-1, inakwenda kutengeneza taswira ya kuwa na fainali nzuri sana ya kombe la shirikisho la CRDB. Tunaamini wadau ambao wanafuatilia football, wadau wa kombe la shirikisho la CRDB wamepata fainali yenye hadhi. Ingetokea timu nyingine ndogo zimequalify kuja fainali, pengine angejirudia yale ya PSG na Inter Milan, mtu mmoja kuchukua chuma 5 kwenye fainali. Lakini imekuja Singida Black Stars, iko Young Africa, maana yake hiyo ni fainali yenye hadhi itakayopigwa kwenye kombe la shirikisho la CRDB. Ali Shaban Kamwe akiweza kuzungumzia kuhusiana na mchezo wa fainali, akisema kwamba hapo mwishoni anasema ingekuja timu ambayo haina hadhi ikula 5. Timu zote zina hadhi, ndio maana zinashiriki. Hivi kati ya ndugu na rafiki, nani anaweza kana nguvu kwako wewe? Kuna gari liliandikwa Mpambe Nuksi. Tutoke kuhusiana na Young Africans tuelekea upande wa pili, ambapo washindi wa pili wa kombe la shirikisho barani Afrika msimu 2024-2025, wekundu wa Msimbazi Simba wameeleza mipango yao kuelekea mechi zilizosalia za ligi kuu ya NBC, ukiwemo mchezo wa Juni 15 dhidi ya Young Africans. Meneja habari na mawasiliano wa klabu ya soka ya Simba Sports Club ni Ahmed Ali amezungumza nasi kusema matayarisho yao kwa ujumla. Napozungumza nawe hivi sasa, Omar, tayari Simba Sports Club amerejea katika ligi ya mabingwa Afrika. Simba hadi kufika mwisho wa msimu huu itakuwa aidha nafasi ya kwanza ama nafasi ya pili. Hiyo ni tayari Simba amefikia malengo yake. Lakini tumefanikiwa kucheza fainali ya kombe la shirikisho Afrika. Sisi kwetu hii ni hatua kubwa mno, hatua ya kujifunia, hatua ya kutamba nayo, na hatua ambayo inatufanya turinge kweli kweli. Lakini kama haitoshi, tumefanikiwa kuitoa klabu yetu kutoka namba 7 barani Afrika kufika hadi namba 5 barani Afrika. Hiyo pia ni mafanikio makubwa kweli kweli ndani ya timu yetu. Tumebakisha malengo mawili. Moja ilikuwa ni kuchukua kombe la CRDB, tumelikosa. Hilo tumeshaachana nalo. Na jingine ni kombe la NBC. Hili bado tuna matumaini nalo makubwa, kwa sababu bado tuna mechi 3 za kufanya maamuzi. Na ukiangalia katika malengo 5 tuliojiwekea, tayari 3 tumeachieve, kwa maana kuipandisha grade timu yetu, kurejea kwenye ligi ya mabingwa Afrika sanjari na kucheza fainali ya kombe la shirikisho. Tumebakisha lengo moja tu, ligi kuu ya NBC. Hapa sasa ndiko ambako tumeweka matumaini yetu makubwa, na tunaamini kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu tunaweza kufikia malengo hayo. Mchezo wa tarehe 15 ndio cornerstone, ndio mchezo ambao utakwenda kutupa dira ya ubingwa msimu huu. Na kwa mantiki hiyo tunaanza maandalizi na mazoezi mapema kuelekea katika mchezo huo, na wachezaji wote ambao hawapo kwenye majukumu ya timu ya taifa mwishoni mwa juma hili wataamkia Mo Simba Arena kuanza program ya maandalizi na mazoezi kuelekea mechi yetu ya tarehe 15. Sisi viongozi, benchi la ufundi na wachezaji tunaanza rasmi maandalizi na mazoezi kuelekea katika mchezo huu, na nichukue nafasi hii kuwaambia wana Simba ya kwamba waanze maandalizi sasa kuelekea katika mchezo huu. Usisubiri kipyenga, usisubiri parapanda. Muda ndio huu wa wana Simba kuanza maandalizi kuelekea mchezo wetu wa tarehe 15. Lakini kwa kipekee kabisa tuwaombe wenyeji wa mchezo huu watutangazie viingilio mapema, ili sisi wana Simba tuanze kununua tiketi mapema. Na sisi tumeamua kusimama na taarifa za mamlaka. Mamlaka wanasema kitu gani? Mamlaka wanatuongoza kitu gani? Mamlaka wametuambia nini? Mamlaka zimetuambia tarehe 15 mechi
ya 184 itachezwa nchini Tanzania. Kwa sisi tunaishi kwenye taarifa hiyo ya mamlaka kwa maana ya bodi ya ligi, na tunafanya maandalizi kwa sababu mamlaka zimetuhakikishia ya kwamba mchezo upo. Hatumsikilizi mwingine yoyote kwenye hili zaidi ya mamlaka. Tambo hizo za Ahmed Ali kuelekea mechi namba 184 ambayo imebakiza siku 11 kabla kuelekea mchezo huu ambao utachezwa Juni 15. Sasa Rashid pamoja na Michael, baada ya kumsikiza Ali Kamwe, baada ya kumsikiza Ahmed Ali kusema matayarisho yao kwa ujumla, tuweze kuangazia miongoni mwa sehemu muhimu zaidi ya michezo hii huwa inaamuliwa na wachezaji wakati safu ya kiungo. Sasa tuangazie namba zipoje kwa wachezaji wa viungo wa Simba pamoja na Young Africans. Tuanze na kikosi cha Young Africans ambao ni wenyeji. Pacome Pedro Zouzoua ni miongoni mwa mchezaji ambaye amejipambanua kwa uwezo wake uwanjani mkubwa, na namba zake zipoje mpaka hivi sasa. Pacome Pedro Zouzoua ana michezo 23, amefunga magoli 9, ametoa assist mara 9. Kwa ukijumlisha hapo amehusika katika magoli 18. Pacome Pedro Zouzoua ni moja kati ya namba nzuri kutoka kwenye kiungo mshambuliaji. Pacome Zouzoua amekuwa na consistent performance toka amekuja Tanzania. Mwaka jana alikuwa na idadi hiyo ya magoli ambayo unaweza kuona kuna mwendelezo wa kilichokuwa bora, lakini kitu pekee ambacho kimebadilika this time ni position ya namna ambavyo walimu ambao wamekuja wanamtumia. Ramovic alikuwa anamtumia tofauti, Gamondi alikuwa anamtumia tofauti, na Mirud Hamdi naye amemtumia tofauti. So imepunguza kwa namna moja ama nyingine, imepunguza mvuto wa Pacome Zouzoua ambaye watu walimshuhudia kwenye msimu wake wa kwanza akiwa chini ya Miguel Gamondi. Na bahati mbaya sana kwa Pacome Zouzoua, ameandamwa na majeraha ya hapa na pale ambayo kwa kiwango fulani pia yameondoa ile confidence yake, yameondoa ufanisi wa kiwango cha kati, na imepunguza pia mvuto kwenye ufuatiliaji wa mambo ambayo anayafanya Pacome. Kitu pekee ambacho Pacome alikuwa anajaribu kurudisha matumaini yaliokuwa nayo, matumaini ya wanayanga wengi walikuwa wakimuona msimu uliopita, ni kujaribu kucheza na sauti kutoka majukwaani. At least waanze kumzungumza kwenye namna bora ambayo anajaribu kuwafurahisha zaidi mashabiki, kwa kuamini kwamba bado yeye ni bora, kwa kuamini kwamba bado ana huo mvuto. Lakini huo ni ukweli kwamba msimu huu kwa Pacome umekuwa na changamoto ya majeraha ya hapa na pale, na pia rules ile ya ile role ya kucheza imekuwa ikibadilika. Nafikiri Pacome alikuwa bora sana kipindi cha Miguel Gamondi pamoja na Angel Gamondi, na kwa mbali Ramovic, lakini Mirud Hamdi nafikiri akujua ampe nafasi ipi hasa, atoke pembeni. Inawezekana kuondoka kwa Aziz Ki akarudi katika eneo lake la kati. Kuondoka kwa Aziz Ki, yes, kwa sababu ni mpishi mzuri, ana dribbling nzuri, ni kiungo ambaye amekamilika kwenye vitu vingi. Akiwa fit 100%, Pacome Zouzoua atakupa burudani na magoli na vitu vingi vizuri kiwanjani. Lakini haya majeraha na ndio ambayo yanampunguzia ile kujiamini, kuweza kukupa burudani ya kujitosheleza. Na miongoni mwa wachezaji mwingine ukiachana na
Pacome Pedro Zuzo. Tuende tukamwangazia mchezaji mwingine ndani ya kikosi cha Young Africans katika eneo la kiungo, naye si mwingine ni Clatous Chota Chama, mwamba wa Lusaka. Takwimu zake zipoje? Amecheza michezo 21, ana magoli 4, ana assist 2, jumla amehusika katika magoli 6. Ukiangazia hizi takwimu na michezo unaweza kusema sio Chama yule tulimzoea, lakini ukiangalia michezo, lakini dakika zilizocheza na yenyewe ni chache kidogo, tofauti na michezo nyuma kidogo alipokuwepo. Unaweza kutumia neno la kusema kwamba hana msimu mzuri. Hana msimu mzuri kwa sababu hapati nafasi ya kuonyesha uwezo wake, kwa maana ya amekuwa ni mchezaji ambaye anatumika muda mchache. Yani muda mchache ndo anatumika. Kwa hiyo unaona anaingia wakati mwingine zibaki dakika 5, wakati mwingine zibaki dakika 10, lakini ndio maana unaona pia mechi zake na namba zake alizokuwa nazo ni vitu viwili tofauti. Kama hizi mechi 21 angekuwa nazo, angekuwa anaanza zote au angekuwa anacheza kwa muda wote wa dakika 90, maana yake ni kwamba pengine hizo takwimu zingekuwa bora zaidi, kwa sababu tayari alisha prove kwenye ligi kuu Tanzania bara ameshafanya makubwa sana akiwa na klabu ya Simba. Lakini kwa upande wa Yanga bado ana struggle, kwa sababu ya inawezekana pia namna yanavyocheza, nafasi anayocheza, mwalimu anaona ni bora kutumia wengine ambao wapo kuliko yeye, kwa maana ya kile ambacho anaenda kudeliver kwenye timu. Kwa hiyo naona ameathirika na mabadiliko pia ya mara kwa mara ya walimu kwenye kikosi. Kwa hiyo bado naona ana kitu cha kuweza kusaidia, isipokuwa anahitaji muda. Anahitaji muda wa kucheza, anahitaji muda wa kuanza kucheza michezo kadhaa, kucheza kwa maana ya kupata muda mrefu zaidi. Pengine anaweza karudi kwenye yule Chama ambaye watu wengi wanamjua. Kwa sababu hata kwa hichi kinachotokea ndio maana watu wengi hawazungumzi against, kwa sababu wanajua uwezo wake. Lakini ukirudi kwenye namba ya mechi, ukirudi kwenye namba ya muda ambao anatumika kwenye timu, unagundua kwamba ametumika kwa muda mchache sana. Huwezi kumwataki moja kwa moja kwamba amefeli. Hapana, ni kwamba amekosa muda, na wakati mwingine Yanga hapa katikati wamebadilisha makocha kama wawili kama sio watatu kwa wakati mmoja ndani ya muda mfupi. Hiyo pia kwa wachezaji inaweza ikamkuta ikawa inamwathiri, kwa sababu wakati anapambana kuingia kwenye kikosi anakuja mwalimu mwingine, maana yake mapambano yanabidi yaendelee. Kwa hiyo amekuwa hana msimu mzuri, labda hilo neno ndio ambalo linaweza likafiti hapa. Sawa, amekuwa hana msimu mzuri. Tuangazie takwimu kwa ujumla kidogo kwa wachezaji wa tatu ndani ya kikosi cha Young Africans. Tukianza na Mudathir Yahya Abbas Muda, takwimu zake ndani ya kikosi cha Young Africans msimu huu. Mudathir Yahya Abbas amecheza michezo 25, amefunga magoli 2, ametoa assist mara 3. Hizo ni takwimu za Mudathir Yahya Abbas. Lakini katika sehemu hiyo hiyo ya kiungo ndani ya kikosi cha Young Africans, nyota mwingine ambaye amecheza ni Duke Abuya kutokea nchini Kenya. Alijiunga kitokea kikosi cha Singida Fountain Gate, michezo 24, magoli 2, assist 2. Lakini mchezaji mwingine ambaye amekuwa ni panga pangua ndani ya kikosi cha Young Africans ni Khalid Aucho, unaweza kumuita Dr. Takwimu zake Khalid Aucho zipoje mpaka hivi sasa? Khalid Aucho amecheza michezo 20, magoli 1, akiwa ana assist mpaka hivi sasa. Mudathir, Duke na Aucho, unaweza kusema ni mzizi wa timu kwa Milud Hamdi. Kwa sababu Young Africans bado hajapata alternative ya kiungo mkabaji, kwa maana ya eneo ambalo anacheza Khalid Aucho, na Young Africans msimu ujao watalazimika kutafuta kiungo mkabaji wa kaliba ya Khalid Aucho. Azizi Ndambwile imeonekana ana struggle kwenye namna kufit hilo gap eneo hilo, kwa sababu ndo mtu pekee ambaye pengine angeweza kuchallenge vizuri Young Africans wasingekuwa na hiyo shida. Jonas Mkude hapati time sana, lakini struggling yake ya kuingia kwenye kikosi ndio ambayo unaweza usimjumuishe. Lakini ni mchezaji ambaye ana heshima kubwa sana kwenye soka la Tanzania, na inaonekana bado hajatibu tatizo la Young Africans kwenye eneo la midfield kwa kiwango kikubwa, ila ni mmoja kati ya wachezaji wenye majina makubwa na heshima kubwa mpira wa Tanzania. Mudathir Yahya basi msimu wa Gamond alikuwa ni mmoja kati ya wachezaji ambao
alistajabisha watu wengi kutokana na takwimu zake za magoli na asisti, lakini kilichombeba zaidi Mudathir ilikuwa ni ile system nzima ya uchezaji wa Gamondi, ndio ambayo ilimfanya Mudathir kuwa na idadi kubwa ya magoli, kwa sababu alimaliza na goli 9 ujue, akiwa na assist zilizopungua kama 5. Ilikuwa ni water performance kwa Mudathir Yahya Bas. Baada ya hapo pia akatupa quality ile kwenye national team, akatupeleka CHAN, akatupeleka AFCON, nakumbuka. Nafikiri kitu pekee ambacho kwa Mudathir naweza kusema kwa sasa hivi, Mudathir anahitaji muda kidogo wa kupumzika. Amechoka. Sio kuondolewa kwenye timu, amechoka. Yani wampe relief kidogo. Yani kuna namna ambavyo wanaweza kumtengenezea mazingira ya kupata muda wa kulikava. Ni amechoka au namna ambavyo mwalimu anamweka kwenye hiyo nafasi kwa sasa hivi? Ndio maana unaona huoni kile cha msimu uliopita. Yani ameathiriwa na mabadiliko ya bench. Mwili una uchovu, sio amechoka kwa maana ya kiwango. Yani mwili umenoka. Mwili umenoka. Yani mwili una uchovu wa kiwango kikubwa. Sio, unanielewa? Ndio hicho ninachotaka kusema. Yani kwa Mudathir. Lakini kwa Duke Abuya, Duke anateseka. Duke anateseka kwa sababu nafasi ambayo utamuona Duke ana shine ni nafasi ambayo anacheza pia Pacome Zouzoua, anacheza pia Max Zingeri. Unaelewa? So Duke ni mchezaji ambaye anakupa uwiano sawa kwenye mfanano wa kushindana na hao mawinga, lakini Duke anajitahidi kupeleka uwiano, na ndio maana unaona hiyo namba ya magoli ambayo anakupa Duke Abuya. Ana struggle, lakini so far ni miongoni mwa wachezaji wazuri. Sawa, tuelekee katika upande wa kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Tukaangazie katika eneo la kiungo na namba ambazo ya wachezaji walizokuwa nazo. Tuanze na Jean Charles Ahoua, nyota ambaye kiukweli kabisa amekuwa na msimu bora kulikwenda na kikosi cha Simba Sports Club. Michezo 24, amefunga magoli 15, akitoa assist mara 8. Ukijumlisha hapo unapata jumla mabao 23 amehusika nayo ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Ukiachana na Jean Charles Ahoua, nyota mwingine ndani ya kikosi cha Simba mwenye takwimu nzuri ni basi uwezi kumwacha kumtaja Fabrice Luamba Ngoma. Mimi napenda kumuita Captain Fantastic kiukweli. Michezo 23, magoli 4, ana assist mpaka hivi sasa. Wakati kiungo mwingine ndani ya kikosi cha Simba Sports Club muite Captain Lucho Awesu, namba zake ndani ya kikosi cha Simba Sports Club michezo 17, magoli 2, akitoa assist mara 1. Jumla amehusika katika magoli 3. Wakati nyota mwingine wa 4 ndani ya kikosi cha Simba Sports Club ni kiungo Deborah Fernandez Mavambo, muite Dibra Mavambo. Mechi 22, amefunga bao 1, ametoa assist mara 1, jumla amehusika katika magoli 2. Hawa ni viungo ndani ya kikosi cha Simba Sports Club. Huwezi kuacha kwa mafanikio ya Simba haya mpaka sasa hivi kumwacha kumtaja Jean Charles Ahoua kabisa, pamoja na Fabrice Luamba Ngoma katika hawa wachezaji wanne. Kabisa. Na hiyo ni safu ya kiungo ambayo unaiona wamekuwa na performance nzuri sana. Unaweza ukaona mechi nyingi mfano kama Ngoma mechi 20+ ana goli 4. Kwa mtu ambaye anaangalia mechi ile katika hali ya juu anaweza kusema mbona amecheza mechi nyingi alafu ana goli chache namna hiyo? Ni majukumu ambayo yuko nayo uwanjani. Ngoma anafunga ikitokea, lakini sio jukumu lake namba 1 uwanjani. Jukumu lake namba 1 uwanjani ni kuzuia ama kulinda mabeki ama kulinda safu yake kwa maana ya kiungo mkabaji. Lakini ni moja kati ya wachezaji ambao wamekuwa bora sana kwenye kupiga pasi ambazo zimekuwa zikivuka kabisa kwenda kutoka eneo moja kwenda eneo la pili. Ukiangalia Ahoua anafunga kwa sababu anacheza zaidi karibu na goli. Yaani eneo analocheza ni karibu na zaidi na goli. Na ndio maana pia hata namba zake umeona zimekuwa na ubora mkubwa sana. Na ni moja kati ya wachezaji ambao naamini mwisho wa siku kwenye kinyang'anyiro cha MVP kwa maana ya mchezaji bora wa ligi, sitarajii kumkosa kumuona kwenye hilo eneo kwa sababu ya kile ambacho amekionyesha. Mechi 24 amehusika kwenye goli 23. Lakini hata namna ambavyo kiwango chake kilivyo, namna ambavyo anacheza, namna ambavyo amekuwa akiunganisha timu kati ya kiungo ya chini mpaka na safu ya ushambuliaji. Kwa hiyo unaona namna ambavyo amekuwa na ubora mkubwa sana. Kwa hiyo Awesu naye amekuwa ni bora sana. Changamoto pia anacheza mbali kidogo na goli.
Kwa hiyo ndio maana unaona kwenye namba ya mechi na namba ya magoli imekuwa ni tofauti sana. Kwa mtu akiangalia mechi 17 goli moja anaona mbona kama goli chache sana, lakini kwa namna ambavyo anacheza chini zaidi, yeye anazuia zaidi kuliko kwenda kushambulia. Kwa hiyo nafasi yake aliyokuwa nayo, majukumu yake uwanjani ndio ambayo yanampa namba hizo ambazo zimetokea hapa. Sawa, na Weso hapo amefunga mabao mawili kama tulivyoweza kuona pale mwanzo. Twende tukaangazie taarifa nyingine ambapo kikosi cha Twiga Stars jana kilikuwa kina mchezo wa kirafiki dhidi ya DRC, mechi ya kujiandaa na michuano wa AFCON kwa mwaka 2025 itakofanyika nchini Morocco, ambapo magoli ya jana ya Twiga Stars yamefungwa na Opa Clement, Juliet Singano pamoja na Clara Luvanga. Kwa uchache tu tukaangazie jinsi magoli yalivyokuwa hapo jana, ambapo kikosi hicho kikinolewa na kocha Bakari Nyundo Shime. Kumbuka mchezo wa awali walipata ushindi wa mabao 2-1. Kwa hiyo ni michezo ya maandalizi zaidi na kuweza kuangazia hali ya kujiandaa na michuano ya AFCON ambayo inafanyika nchini Morocco. Ni mwendelezo wa maandalizi ambayo wamebahatika kupata mechi mbili na Kongo. Wote kwa pamoja kuna kitu atakuwa amepata. Bakari Shime atakuwa amepata kuna kitu, pia hata Kongo nao kuna kitu atakuwa amepata. Kikubwa ni kwamba matokeo kwenye mechi hii sio jambo la muhimu sana, lakini ni jambo ambalo linaleta faraja kwa kuona kwamba safu yangu ya ushambuliaji inafunga. Kitendo cha kumuona Wopa na score, alafu unamuona Clara Luvanga na score, manake unaamini safu yangu ya ushambuliaji inaweza kufanya kazi ambayo mimi naitaka. Na ndio msingi wa kupata ushindi katika mechi. Ukitaka ushindi katika mechi, manake safu yako ya ushambuliaji iweze kufunga idadi ya magoli. Lakini ukihitaji mahesabu makali kwenye tournament ili uwe bingwa, unahitaji safu yako ya ulinzi iweze kuwa na ubora wa kujilinda kutokuruhusu goli, au kuwa na idadi ndogo ambayo inaweza kuwa na uwiano kati ya kufunga na kufungwa. So tategemeana Shime alikuwa anataka kuachieve nini kwenye huu mchezo au kwenye hii michezo miwili. Lakini kama combination, sina shaka na hilo. Ana combination nzuri, wachezaji wanafahamiana, wana uwiano mzuri, wametoka katika age tofauti. Leo hii wanaiwakilisha senior team. Nafikiri kwa mtazamo wangu mimi, Shime angepata mechi moja kama ingewezekana, ingeweza kumsaidia. Ni either angepata labda let's say Nigeria, Cameroon au Algeria, Morocco au Morocco kwenye hizo senior team. Nafikiri ingeweza kumjenga zaidi. Mechi moja tu angepata kati ya hao, angeweza kuangalia uwezo wake ulipofikia na kile ambacho atakihitaji kutoka kwa mataifa ambayo kiukweli tunakubali kwamba yametuzidi. Kiukweli yametuzidi. Tutoke hapo kuangazia taarifa hiyo, twende mkoani Simiyu ambapo walimu wa michezo mkoani Simiyu wameomba serikali na wadau kuwekeza kwenye sanaa na utamaduni ili kuendeleza vipaji vya wanafunzi ambao mara kadhaa wamekuwa wakifanya vizuri kwa mashindano ya michezo kwa shule za msingi yajulikanayo kama UMITA SHUMTA. Wametoa ombi hilo katika hafla ya kufunga kambi ya michezo kimkoa, ambapo zaidi ya wanafunzi 100 wanatarajiwa kuwakilisha mkoa huo katika michezo mbalimbali ngazi ya taifa, ikiwemo mpira miguu, pete, kikapu, soka la wanawake na riadha. Taarifa zaidi na mwenzetu Rehema Evans. Licha ya kushiriki michezo mbalimbali katika mashindano hayo kila mwaka, mkoa wa Simiyu unatajwa kuwa kinara zaidi kwenye michezo inayohusisha sanaa na utamaduni, hali iliyofanya walimu kuona haja ya kuwekeza kwenye eneo hilo. Ombi langu kwa serikali kwenye upande wa utamaduni na sanaa kwa ujumla wawekeze. Simiyu ni mmoja wa mkoa ambao umepiga hatua kwenye nyanja ya utamaduni wa sanaa kwa ujumla, ziwe za maonyesho, muziki pamoja na ngoma. Hivyo na shauri serikali ingeweza kutoa vifaa, kusaidia vifaa kama mfano ngoma, marimba, ili kuwezesha kukuza sanaa hii ya utamaduni. Wakiagwa kabla ya kuondoka kwenda kwenye michuano hiyo, wanafunzi wakakumbushwa kuonesha juhudi ili kupata ushindi katika michezo watakayoshiriki. Sisi kama mkoa wa Simiyu tunawatuma mkatuletee ushindi. 3, wanafunzi wana michezo, mkacheze kwa upendo, maarifa, bidii, juhudi na ufundi mkubwa ili kuleta ushindi bila kutengeneza chuki, uhasama kwa wanafunzi wenzenu. Elekeza kuwa halmashauri ziendelee kusimamia
ratiba za michezo shuleni na kuhakikisha zinaboresha miundombinu ya viwanja na kununua vifaa vya michezo ili kuwapa fursa wanafunzi kushiriki kikamilifu katika shughuli za michezo na utamaduni. Tunafanya michezo mitashumi tangazi ya mkoa, inatupa nguvu ya kuendelea mbele, kwenda kushindana kitaifa ili kuhakikisha basi michezo hii inaleta tija kwa watoto wetu. Tunaendelea kupata motisha kwa ajili ya wanafunzi wengine kuendelea kushiriki michezo, lakini pia wazazi kuendelea kuwaruhusu wanafunzi wetu kushiriki michezo, kwa sababu tunasema michezo saizi ni ajira, michezo ni afya, lakini michezo ni urafiki. Nimejiandaa vyema kushiriki, nikaweza kuchaguliwa mpaka nikafike taifa. Najiandaa vyema sana na huko tutaenda kubeba ushindi. Kutoka mkoani Simiyu, Rehema Evans, Azam Sports. Rashid, yeye kucheza ngoma kama vile. Ngoma. Ngoma sijawahi. Ila ngoma kacheza. Ngoma. Katika vitu ambavyo tulikuwa tunavikwepa sana. Sio tunaingia kwa neema. Ni kwa. Ngoma sijacheza. Ilikuwa hatari. Mimi sijui technician toka kitambo. Kwa mimi kwa sababu mtashumta football kwa wenyewe. Mimi technician kitambo. Basi tu. Mimi basi tu na marafiki wabaya. Moa. Marafiki wananiwangia muda wote kina Mjanaeli, Ima, Musa. Muda wote wananikaa bana. Wananifanyia high pressing. Nguli, ushawahi kucheza ngoma? Kina Nguli. Hapana. Hujawahi kucheza ngoma? Ngoma wewe mbona unafanana na wachezaji ngoma? Hapana. Ngoma manyanga wewe. Ngoma sijacheza. Sema kama unataka niwe nimecheza, basi nitakwambia nimecheza. Mimi sijacheza ngoma. Haya, sawa. Sijacheza ngoma. Unajua kizeka unaweza kumpiga manyanga. Ngoma yenyewe nilikuwa nacheza ni ile ya ukaguzi ile. Ilikuwa Ramis afu kuna socks. Usafi jambo bora. Ile unajikagua kwanza nimejoa. Sema huyo sitamsahau huyo mwalimu. Nakumind mpaka leo. Sawa. Hicho ndio kisuduni hicho. Huyo mwalimu na kisuduni naye kweli. Huyo mwalimu wa Sans Kilimo. Alikuwa mwalimu wa Sans Kilimo. Basi. Tuelekee Manyara ambapo jumla wana michezo 300 wamejitokeza kushiriki mbio za nyika za Mlima Hanang zilizojumuisha utalii ndani ya hifadhi hiyo. Mwenzetu Helen Kawiche na taarifa ifuatayo. Akizungumzia mbio hizo, mhifadhi wa hifadhi ya mazingira asilia ya Mlima Hanang Abubakar Mpapa ameeleza malengo ya mbio hizi, lakini pia kaishauri jamii kupenda kushiriki michezo kulingana na umuhimu wake. Lengo makubwa ya mbio hizi za nyika, ya kwanza ni kuhamasisha utalii wa kituo, lakini la pili swala zima la mazoezi, lakini la tatu kama nilivyo nimesema kutoa elimu ya uhifadhi wa rasilimali zetu za msitu ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Kama tunavyoambiwa na viongozi wetu, wataalamu wetu wa afya, wataalamu wetu wa saikolojia na kadhalika, ni muhimu sana angalau kwa wiki kufanya matembezi kadhaa, umbali kadhaa, vile vile kutembea maeneo tofauti tofauti ya utalii, at least kupunguza ile athari za magonjwa ya akili na vitu kama hivyo. Washiriki nao wanaeleza furaha yao ya kushiriki utalii huu wa mbio za nyika kwenye Mlima Hanang. Kikubwa Mount Hanang Adventure Race and Hiking ilikuwa ni mbio nzuri sana, mbio ambayo ni ya kuvutia. Kwanza tunasema attitude yake jamani iko juu. Kwa hiyo katikati ya mbio kuna mambo mengi ya kuvutia. Tumekutana na maporomoko ya maji, tukakutana na vitu mbalimbali, tunafika. Huduma kwa kweli zilikuwa nzuri. Kimbia ndani ya msitu kuna experience ka kipekee. Yani mimi kwa kweli na wasi mtu yoyote popote ulipo ukisikia Mount Hanang Adventures tafadhali usikose, inabidi uje mara kwa mara. Aisee, kwa Watanzania wenzangu napenda kuambia kwamba mazoezi ni sehemu ya afya. Tunakosa wakati mwingine kufanya mazoezi kutokana na majukumu mbalimbali, hasa katika swala zima la utafutaji la uchumi na nini. Helen Kawiche, Azam Sports, Manyara. Shukrani sana Helen Kawiche kutokea Manyara. Rashid Hamis, naamini pia mbio hizi za kupanda milima, kupita nyikani atazimudu vizuri. Za kupita nyikani. Afanye nini? Yaani kupanda milima vile. Wasubutu. Labda kama una gari la kumvuta. Mtoto mdogo unajua. Tuna mapumziko mafupi kisha tutarejea. Ndipo na Michael Johnson Nguli na Rashid Hamis. Mimi ni Said Salim Msomi.